Mheshimiwa Rais, naomba nianze kwanza na shukrani kwako wewe, kwa sababu hii ni mara ya kwanza kusimama hadharani tangu niteue kuwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia na kumteua vile vile naibu wetu Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir, kwa niaba yake vile vile kutoa shukrani nyingi sana kwako Mheshimiwa Rais kwa kutuamini kuongoza wizara hii. Mheshimiwa Rais, vile vile naomba nikushukuru sana kwa kukubali kuja kufanya kazi hii ya kuzindua majengo haya ambayo yamekamilika, na kama alivyosema mkuu wetu wa chuo, ujenzi wake ni maelekezo yako mahususi uliotupa sisi kama wizara na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naomba vile vile nitoe shukrani nyingi sana kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa kuweka uzinduzi huu kama sehemu ya kuadhimisha miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar. Imesaidia kufanya shughuli hizi zifane sana. Sasa Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, tunachokifanya hapa ni sehemu ya harakati za ujenzi Tanzania nzima ambazo zilianza kwa sababu ya maelekezo yako. Kama awali kabisa tulipopata fedha hizi za mradi wa Higher Education for Economic Transformation, fedha hizi zilikuwa zimeelekezwa zaidi katika kampasi za vyuo vikuu vilivyopo, kwa mfano Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kampasi kuu au zile kampasi ambazo tayari zipo na kadhalika. Wewe uliamua kwamba fedha hizi zigawanywe kuhakikisha kwamba tunakwenda sehemu mbalimbali hapa Tanzania, mikoa mbalimbali, kisha mpya kabisa wa kampasi mpya ili kutawanya fursa za elimu ya juu hapa nchini. Matokeo yake, Mheshimiwa Rais, sasa hivi mradi wa HEET unafanya kazi kwa upande wa Tanzania bara, ujenzi mpya kabisa wa kampasi mpya katika mikoa 16. Lakini si hivyo tu, ujenzi unafanyika katika mikoa mingine yote kupitia Chuo Kikuu Huria kwa ile mikoa ambayo haina kampasi ya chuo kikuu. Matokeo yake tunachokiona hapa ni sehemu ya kazi zifuatazo: ujenzi katika site 47 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; majengo mapya 130 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; maabara na karakana 309 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; mabweni na hosteli 26 hapa Zanzibar na sehemu zote za upande wa bara; maktaba, ofisi, nyumba za watumishi, zahanati, kafeteria. Jumla ya majengo ya namna hii 1177 na ukarabati wa facilities mbalimbali katika facility 48. Kwa hiyo kinachoonekana hapa ni sehemu ya ujenzi wote unaoendelea hapa nchini. Mheshimiwa Rais, ukienda kila mkoa utakuta shughuli hizi ambazo zinafanyika sababu yale maelekezo yako. Kwa hiyo tunafurahi leo umekuja kuona matokeo ya maelekezo yako kwa nchi nzima, na kila utakapotembelea mkoani tutakuomba sehemu nyingine ujenzi takriban umekamilika. Mbeya kwa mfano, tutakuomba uje uangalie matunda ya maelekezo yako. Kwa hapa Zanzibar, Mheshimiwa Rais, Institute of Marine Science hapa Dulu, umeona ujenzi wenyewe, siwezi kurudia, lakini Suza na yenyewe tuna ujenzi wa takriban dola milioni 20. Takriban wa Pemba, japo si mradi wa HEET, kuna ujenzi unaendelea wa kituo cha Chuo Kikuu Huria, na vile vile kile chuo cha Mwalimu Nyerere pale Kigamboni kinajenga vile vile kampasi kule Pemba, jiendani sambamba na kampasi ambayo tayari iko hapa Unguja. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi nafurahi zaidi kwa sababu Institute of Marine Science kwa kweli ni nyumbani kwangu. Mimi nilifanya PhD, nilifanya kuhusu mambo ya uchumi wa samaki, nitumia muda mwingi sana na kina Narma pale Malindi Mzingani, na walinipa na ofisi, nikapata fursa ya kutembelea Zanzibar yote, na hata baada ya kumaliza nikatambuliwa zaidi Zanzibar kuliko hata bara. Kwa hiyo waziri wetu wa fedha huyu na ni mtu makini na mahiri sana, balozi wetu Hamisi Omari akaanza kunipa kazi, yeye na naibu wake Amina wakawa wananipa kazi za consultants
nikajipatia maisha mazuri sana kutokea hapa Zanzibar. Kwa hiyo ninavyokuja hapa, Mheshimiwa Rais, kwa kweli nafurahi sana, nimekuja nyumbani. Asema hongera Mama Samia, hongera Mama Samia, rais wetu bora zaidi. Asema ni furaha kubwa kwa kweli Mama Samia, leo ninakueleza. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.